Kozi ujue waweze kusema moja kwa moja kwa sababu wachezaji wote ni wa kwao. Yes, wanaweza lakini watu wengi walikuwa upande wa ngoma. Watu wengi sana hata baada ya mchezo nje wengine mtu alikuwa hawezi jua wale walikuwa wanalumbania nini pale. Lakini watu wanaunganisha matukio kutokana na kilichokuwa kinaendelea uwanjani, lakini watu wengi wakaenda upande wa ngoma na watu wanakubaliana na ngoma kwamba alichokuwa nakifanya ni sahihi na wengi wamemkosoa goalkeeper hata watu Kamara na watu wengi wa Simba unaona mkifika stage unamuona shabiki anasema goalkeeper hakuwa sawa sawa. Tayari watu wanakubaliana na mazingira kwamba ni kweli wakati mwingine pressure inaweza kusababisha watu kutofautiana kimawazo, lakini pale mko vitani na mkiwa vitani pale lazima muwe na unit. Mmoja lazima kali unajua kwa sisi ambao wakati mwingine umecheza mmoja pale ni kiongozi kwanza lazima muone sio nahodha ila ni kiongozi unaona. Kwa hiyo wakati mwingine mtu kama yule anaweza kureact kwa mchezaji yeyote hata kipa wakati mwingine ana react kwa wachezaji wengine mabeki matusi na wakati mwingine kusukumana kuna kuepo. Kwa hiyo nadhani kama ulivyosema kwamba ni joto lakini ni joto ambalo lazima Kamara yeye kwa upande wake alipaswa kuwa down kwa sababu kuna kiongozi hapa anaonekana kureact na kitu ambacho ana react kwa chenyewe hata watu wa nje walikuwa wanaona. Hata sisi tuliokaa tunaangalia mechi tunasema kuna matatizo hapa, huyu mtu yuko sahihi. Kwa hiyo na unajua ndio tukio mimi nililiona baada ya zile video, lakini kimsingi Ngoma ni mchezaji mwenye experience kuliko wote kwenye ile timu na yeye ni bingwa wa hii michuano, kwa hiyo anajua nini kinahitajika kwenye nyakati ngumu kama zile. Sasa ukitazama first half Kamara alifanya kosa, wakati wanashambulia Berkane pembeni alikwenda kuupata ule mpira badala utoe nje akaurudisha ndani. Asante. Kabisa. Hansi ulikuwa unaendelea kulizungumzia hilo tukio, mara baada hapo sasa tutakuja kutazama mchezo dakika 90 yaliyokuwa ndani ya pitch. Wakati Kamara amekwenda kuchukua ule mpira pembeni alianza kufanya juggling. Alikuwa na option ya kuutoa mpira nje au kuubutua kwenda mbali zaidi lakini akaurudisha tena uwanjani, kitu ambacho Simba alipoteza tena possession wangeweza kufungwa goli. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia kwa mchezaji kiongozi kama Fabrice Ngoma angeweza kureact na kumwambia lakini sasa hatujui ni lugha gani ambayo Ngoma alienda kuitumia kwa Kamara. Inawezekana alienda kwa lugha ambayo sio nzuri. Kamara naye akareact, hatujui kwa sababu tuliona video, tuliona vitendo, hatukusikia nini kilikuwa kinafanyaje kinazungumziwa. Lakini the issue ni kwamba Kamara amekuwa na makosa siku hadi siku. Jana tu makosa mawili tutakuja kuzungumza amefanya. Takuja. Ndio maana mimi nilivyozungumza kauli juzi kwamba nashindwa kuelewa kama Kamara ni golikipa mkubwa au ni golikipa wa kawaida ambaye anacheza kwenye timu nzuri. Hiyo kauli hadi leo bado sijapata majibu. Tukio lile Ashirafu, baada ya kuliona pasi na shaka kuna kitu kidogo image ya finali kama wachezaji wa Simba hivi wameivuruga kwa maana ya nidhamu yao kuwa chini kwa ule mvutano ni kupoteza sifa ya kuwa wachezaji wakubwa. Unajua ili uitwe mchezaji mkubwa unatakiwa kuwa strong enough kwenye issue ya psychology kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho alikifanya Fabrice Ngoma ni kuonyesha maturity, kumkumbusha majukumu yake kwamba hii ni finali, tunacheza na timu ambayo ina ubora pia na one mistake one goal. Unajua alikuwa ana shout kuhusiana na ile mistake ambayo alifanya kule pembezoni. Ule mpira kama unapigwa huko, bahati mbaya tu ule jamaa hakuwa na kimo kirefu zaidi, sababu angekuwa na uwezo wa kuweka mpira kifuani zene akaconvert ile nafasi kuweka goli. Kwa hiyo tunaongoza goli moja, tunahitaji magoli mengi zaidi ili tuweze kuchukua finali. Lakini kama unafanya mistake kama zile zenu watu wanakuja kutengeneza mazingira ya kutufunga, maana yake unaturudisha nyuma. Kwa hiyo alikuwa anamkumbusha, lakini mimi naelewa kwamba ni kukosa huo uzoefu ambao ulikuwa nao na kujua kwamba hii ni finali. Unaelewa? Always mimi nimekuwa nikizungumza kucheza na timu kubwa kama hizi ni ngumu kwanza kutengeneza nafasi, lakini pia unatakiwa kuwa makini kwa sababu one mistake one goal. Nafikiri jana tumeona kama hicho. Kwa hiyo wanaendelea kujifunza, it is a part of learning na mtu kama Kamara anatakiwa kujifunza zaidi, lakini pia anatakiwa kuwa open mindset. Unaelewa?
Unajua anaonekana kuwa ni fixed mindset. Kwenye psychology tunasema kuna vitu viwili, kuna open mindset na fixed mindset. Ukiwa na fixed mindset ni ngumu mtu kukuambia kitu kamuelewa. Naamini kila kitu unajua, na ndio kitu ambacho anakutana nacho Kamara. Kwa hiyo anatakiwa kuwa open, aruhusu watu kumwambia, kwa sababu Ngoma ni kiongozi, lakini pia ana maturity, anajua tempo, anajua mazingira ya watu kucheza finali. Kwa hiyo ilikuwa ni issue rahisi tu ku accept kile kitu ambacho anaambiwa, then wanarudi mchezoni. Kwa haya yanayotokea kwa Kamara ni mwendelezo wake. Unaweza ukakumbuka baadhi ya matukio yake ambayo anazozana na wenzake. Evans, matukio ya kuzozana sidhani, ila imekuwa ni sehemu ya mistake ya game yake. Yani amekuwa anakosea sana na tumekuwa tunazungumza. Unajua kitu kibaya kwenye maisha ya mpira wa nchi, timu ikiwa inashinda unaonekana mchawi. Ila jana kila mtu ameshuhudia na kila mtu angalia amedondoka upande wa Ngoma. Hatujui ni nini kimezungumzwa. Hatujui ni nani mwenye makosa. Ila watu kwa nini wana stand kwa Ngoma? Kwa sababu wakipima tabia ya Ngoma, wakipima na tabia ya Kamara kiwanjani, mtu ambaye amekuwa na mistake nyingi na zinaigharimu timu amekuwa ni Kamara. Kwa hiyo kwa namna yoyote watu lazima tu wataenda kumnyoa Kamara. Kwa hiyo naamini ni mistake ambazo amekuwa anazifanya pia ndo zimemgharimu kwenye tukio. Na Kamara ukimtazama na majivuno, ego kila mtu anayo, inategemea tu ni hiyo nguvu ya kuionyesha inatokana na nini. Kwa hiyo ukikosa nguvu ya kuonyesha ego yako, kila mtu atasema wewe ni mtu poa. Ila nguvu ikipatikana, tutaona Kamara amekuwa hivi kwa sababu kuna baadhi ya games amekuwa yeye ndo man of the match. Yani yeye ndo anaamua Simba iende wapi. Tumeshuhudia kwenye mchezo wa Almasi, mchezo wa kwanza alifanya makosa yeye, mchezo wa pili ikumbuke tu ile ya Mabululu Jeyana. Yes, yeye ndo alikuwa shujaa. Kwa hiyo kuna namna hiyo ego inatengenezwa kwa sababu ya vitu ambavyo amewahi kuvifanya ambavyo vimeivusha Simba kutoka sehemu moja, lakini haina afya. Haina afya kwa sababu mwisho wa siku tunachokitafuta ni kitu kimoja, sio kitu cha mtu mmoja. Yani wote tuko kwa sababu ya timu, hatuko kwa sababu yako. Kwa hiyo naamini kuna vitu vingi Simba bado wanaendelea kujifunza. Hichi ambacho wanakipitia ni sehemu ya darasa. Ukiwatazama Bekane, angalia muda ambao wao wamefungwa, kocha wao haonyeshi reaction kama ambavyo ilikuwa kwa Fadlu. Kwa sababu anajua ni nini kinatakiwa kufanyika. Wachezaji wenyewe tu wanapozana kwamba yes tumepoteza, ila bado sisi tuna nafasi kubwa kuliko wao. Tutulie kwenye game yetu. Wametulia kwenye game yao, mwisho wa siku mistakes walizofanya Simba ndizo ambazo zimewapa faida Bekane. Kwa hiyo kuna wakati tunasema quality inaamua. Yani unaweza ukawa una wachezaji wengi wazuri ambao wanashindwa kuishi kwenye maelekezo. Kuna wachezaji wakiishi kwenye maelekezo tu inakuwa ni tatizo lingine. Kwa Kamara naamini ni sehemu ya yeye kujifunza pia. Okay, sawa. Hilo tumeanza kulidonoa, lakini Hansi tupeleke moja kwa moja kwenye ubao na tumtazame mnyama Simba kwa faida ya wale ambao wanatusikiliza hivi sasa. Fadlu jana aliingia na mfumo wa namna gani na ulikuwa unafanya kazi kivipi uwanjani? Kwa kiasi kikubwa alifanikiwa kuwadhibiti Bekane. Fadlu simdai chochote kwa jana. Kama coach alifanya homework yake vizuri. Plan yake, setup, kila kitu kilikuwa on point. Credit kwake kiukweli. Sometimes unapoteza mechi ya mpira wa miguu au unakosa matokeo ambayo unayataka, una appreciate quality na mazingira yaliyotokea. Lakini kimsingi ni kwamba Fadlu jana alikuwa na setup nzuri sana. Haukubadilika mfumo wa Simba, isipokuwa utumikaji wa baadhi ya wachezaji jana ndo ulibadilika, na kuanzia kwenye phase ya tatu, achana na phase ya pili, kuanzia kwenye phase ya tatu ndo kulikuwa kuna mabadiliko kidogo kwa jinsi ambavyo tumezoea Simba ambavyo imekuwa inacheza. Kwa maana ya Simba mfumo wao ulibaki ule ule, 4-2-3-1 wakiwa wanatoka nyuma. Lakini zaidi na zaidi jana tulikuwa tunaona Zimbo anafunga safari, Kapombe naye anafunga safari kwenda mbele zaidi, and then nyuma wanabaki ma center back wawili, Shamo Karabo na Shemalon. Lakini mbele yao kuna namba 6 wawili, Kagoma na Fabrice Ngoma, ambao hawa walikuwa wana jukumu moja. Mpira ukitoka kwenye phase ya kwanza ambao ni progression, ukifika kwenye phase ya pili, Kagoma na Ngoma walikuwa wanapewa uhuru wa kupiga pasi ndefu, kwa sababu mwalimu wa Simba alihisi Berkane kuna muda wanafanya high defensive line. Kwa hiyo alihitaji Mkwala kutumika kama target man. Kwa hiyo Simba wakifika kwenye phase ya pili walikuwa wanajaribu kupiga mipira mirefu moja kwa moja ili kwenda kwa Mkwala. Na ni kwa sababu nyuma ya Mkwala kulikuwa kuna wachezaji watatu ambao wanaweza kushinda second balls, kwa maana ya Elie Mpanzu, lakini pia alikuwepo Budo Mutale na Jean Chalea. Hawa wote walikuwa wanatumika kuweza kushinda zile second balls. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba Mkwala hakuwa na usahihi wa kuweza kureceive ile mipira na kuhold ili iweze kuja
kupokelewa na hawa namba 10 watatu ambao nimewataja, na ni kwa sababu mipira mirefu mingi ambayo ilikuwa inapigwa ilikuwa inakutana na center back wawili wa Berkane ambao wote ni tunasema ni warefu kweli kweli. Ukimtazama Dayo ni dominant hewani, yani kila mpira mrefu ambao ulikuwa unapigwa Dayo alikuwa wa kwanza kuweza kuwini. Lakini ukimtazama Taifu naye ni center back ambaye ana experience, amecheza Malaga, ni mrefu kweli kweli hewani. Kwa hiyo Mkwala akawa anapata shida sana kwenye hii mipira mirefu. Lakini plani nyingine ya Simba sasa ya kuweza kuwafungua, tunawafungua vipi kwenye low build up? Kwenye low build up tumezoea mara nyingi sana Mpanzu huwa anaingia ndani, Haua na Mutale wanatengeneza idadi ya namba 10 watatu. Lakini jana kilichotokea, mwalimu hapa alihitaji kumfanya Mpanzu kuwa mchezaji free. Awe free kabisa, hana role maalum. Na ni kwa sababu gani? Mpanzu ni dribbler, ni ball to fit, ni mtu ambaye anaweza kuspeed up mchezo, anaweza kupokea mpira eneo lolote akatani kisha akaanza kutembea. Kwa hiyo mwalimu alihitaji kumfanya kuwa free. Sasa tunafanya nini? Niko na Ngoma na Kagoma kwenye half space hapa, kwenye haya maeneo nahitaji pia kuwa na namba 10 watatu. Shomari Kapombe nimezoea huo unafanya overlapping movement, unaukumbatia upana wa uwanja kisha unamwacha winga ingie ndani. Lakini jana muda mwingi mwalimu alikuwa anamtaka Shomari Kapombe kufanya underlapping movements, yani sio mikimbio ya kukimbilia pembeni, badala yake anaingia ndani kuwa kama namba 10 na Mpanzu anakuja kuombea mipira kwenye haya maeneo ya chini na kwenda pembeni kisha kuingia ndani zaidi. Kwa hiyo alimtengenezea mazingira ya kuwa free zaidi. Na kitendo cha Kapombe kuingia ndani, alikuwa anakwenda kumhalas Taifu, huyu center back wa Berkane. Kwa hiyo Mpanzu akikokota mpira ana uwezo wa kuingia akiwa na room kubwa sana mpaka kwenye box. Tazama goli ambalo Simba walilifunga. Mpanzu amereceive mpira, ametembea umbali mrefu, na ni kwa sababu Taifu alikuwa under pressure. Akachagua akapiga cross ambayo Mkwala alikosa, and then Mutale alikuwa amefanya movement back post, akaenda kuifikia, akafunga pale pale near post. Kwa hiyo plani ya kwanza ya kumfanya Mpanzu kuwa free uwanjani ililipa jana. Credit unaweka tiki hapo kwa kocha Fadlu. Plani ya pili ni nini? Pale ambapo tunapoteza mpira, tunajua mara nyingi Berkane wanacheza kwenye 4-1-4-1. Utamkuta Kamara anasimama mbele ya center back wawili Taifu, lakini pia Dayo hapa kwenye hili eneo. Sasa Kamara tulikuwa tunazungumza kwamba huyu ndo mchezaji ambaye ana dictate tempo ya Berkane, anaamua wacheze vipi kwa sababu ni pasa. Sasa Simba wakipoteza mpira walikuwa wanakaba kwenye 4-4-2. Lakini 4-4-2 yake ilikuwa vipi? Hapa winga alikuwa ana drop, anakuja hapa, lakini pia Jean Chalea huwa naye ana drop. Mutale na Mkwala ndo wanaanzisha mstari wa kwanza wa ulinzi. Lakini Mutale kwa jinsi ambavyo anatembea, hatembei sambamba na Mkwala kwenye pressing. Badala yake Mkwala ndo anatumika kama trigger ya kwenda kuwa press ma center back wawili wa Berkane. Kisha Mutale ana drop kidogo kuwa sambamba na Kamara. Ndio maana muda mwingi sana ukiona Kamara alipo ulikuwa unamuona Mutale. Kwa sababu Mutale kimo chake ni mfupi, lakini ana energy. Muda mwingi sana Mutale alikuwa na Kamara. Na kwa sababu Fadlu hakutaka kumpa muda wa kutosha Kamara achezee mpira. Kwa sababu ukimpa mpira muda mrefu ana uwezo wa kuchagua aweke wapi pasi na mkajikuta kwenye hatari. Kwa plani ya pili ya coach Fadlu ni kwamba Kamara sihitaji kumpa uhuru. Nafanya vipi wakati huo unahitaji kupress? Mkwara wewe ni pressing machine. Nenda kawaharas ma center back wa Berkane. Kisha wewe Mutale uta drop kidogo kuja kutembea na huyu namba 6 Kamara, una maki kweli kweli. Plani ikatiki pale pale. Kwa hiyo hapa Fadlu pia unampa nini? Unampa credit. And then tunajua Berkane wanamtegemea zaidi Osama. Mwalimu alimwambia Shamo Karabo, huyo Osama unamuweza. Naomba usimame naye. Utamgonga kwenye challenge zote. Kila atakapo move tembea naye. Nadhani jana Shamo Karabo umeona kazi aliyoifanya jana. Of course yani Osama jana humuoni uwanjani, humuoni Kamara uwanjani. So credit, setup ilikuwa iko vizuri zaidi na kila kitu kilifanikiwa. Sasa kilichokuwa kinatokea ni nini? Element of surprise. Hakuna aliyetarajia kama Mutale jana angeza kuanza mechi. Mwalimu kwa sababu Haua na Mutale walikuwa wanacheza zaidi kwenye half space, Mpanzu akiwa free anakuja kwenye haya maeneo. Mwalimu alikuwa anajua Mutale ni mzuri kwenye 1v1.
lakini Mutale ni mzuri sana kwenye one touch football. Yani akipokea anaachia, anafungua anaachia, creativity zake. Mwalimu alikuwa anahitaji zaidi kushambulia hizi half space. Na ni kwa sababu katikati ya fullback na center back kuna nafasi. Katikati ya center back na center back kuna nafasi. Kwa hiyo hii nafasi ya center back na center back Mkwala ataishambulia. Lakini hii half space ya kushoto hii nahitaji Mutale muda wote uishambulie. Ndio maana jana goli alilofunga amepitia haya maeneo kwenda kuwahi back post akafunga. Lakini tazama ile chance ambayo amecreate kwa Kapombe akakosa akaudundisha mpira. Pia alikuwa amepita kwenye hii half space ya upande wa kushoto akapiga cross, kwa bahati mbaya Kapombe akaenda kukosa ule mpira. Kwa upande wa Berkane jana nadhani ishu kubwa sana ambayo ilikuwa inafanyika ni tuliona hati ya kiulinzi zaidi. Kwanza kitu cha kwanza walihitaji slow tempo ya mchezo. Kwa sababu Simba wanahitaji kucheza kwa kasi kweli kweli na hususa wakiwa nyumbani. Waarabu hawawezi hayo mazingira wakiwa away. Kwa muda mwingi sana wakipata mpira walikuwa wanajaribu kupiga pasi fupi fupi. Yani unaona kabisa wana slow tempo ya mchezo, wana slow. Na bila mpira sasa shape yao ilikuwa ni 4-5-1. Unamuona Osama anabaki, timu ikiwa imepoteza mpira anabaki anatengeneza mstari wa kwanza wa kiulinzi. Lakini unamuona Riai huyu winga, lakini unamwangalia Mehiri, Rabiri, Kairi na Kamara, wote wana drop kwenye mstari wa pili, wanatengeneza mstari wa viungo watano. Kwa hiyo walikuwa wanalinda 4-5-1, lakini bado tukiri kwamba Simba waliwapa changamoto kabla ya kupata red card. Na nadhani baada ya red card dakika ya 50 kila kitu kilikwenda kubadilika. Kila kitu kilienda kubadilika. Yani mwelekeo wa mchezo ulienda kubadilika kwa sababu tayari mmepunguzwa, mko 10 uwanjani, kuna shimo kubwa sana. Mwalimu Fadu akawa anamtaka Jean Charles au kudrop kuja kuungana na Ngoma kutengeneza idadi ya namba 6 wawili. Kisha Mutale anabaki in between kama namba 10 peke yake. Kitu ambacho kilikuwa kinawapa kazi nyepesi sana Berkane kuweza kuokoa, kwa sababu katikati kuna mtu alikuwa ameondoka ambaye pia